السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Ndugu Islam na ndugu zangu katika talabatil ilm, ikiwa leo tupo tarehe 24 ya mwezi wa Shawwal, mwezi wa 10 katika kalenda tukufu ya Kiislamu, mwaka 1447 Hijiria, sawia na tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026 Miladia. Tupo katika siku ya tatu ya daura yetu hii mubaraka biidhnillah azza wa jalla, daura ya kuwakaribisha na kuwapokea wanafunzi wageni na wanafunzi wapya katika markazi yetu hii, markaz al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, na pia kuwakaribisha wanafunzi wa kitambo waliotangulia baada ya likizo ndefu tangu nusu ya mwezi wa Shaaban mpaka siku 10 za mwanzo za mwezi huu wa Shawwal. Na kipindi cha sasa ni kipindi cha pili katika maudhui ya fiqhi katika dini yetu hii ya Kiislamu. Ndugu Islam na wanafunzi, Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema kuwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, kwa yote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia khairi na kumtakia khairi, anamfahamisha katika dini. Ukiangalia hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia alama ya khairi kwa mja ni kuifahamu dini. Allah akamjalia tawfiq, Allah akampatia hidayah, akawa na bidii katika jambo la ilmu, akaitafuta ilmu, akaifahamu na akaifanyia kazi. Hii ni alama ya khairi kwake yeye. Na kinyume chake, mtu kutoifahamu dini wala kutokuwa na fiqhi katika dini wala kutokuwa na bidii na pupa ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni alama ya shari kwake yeye. Al-Hakami rahimahullah asema, wa ba'du man yuridillahu al-'azim bihi khairan yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam, wa hatha rabbi wa hadda al-mu'minina ala tafaqquhi ad-din ma indhari qaumihim, wa amtanna rabbi ala kulli al-'ibadi wa kulli ar-rusuli bil-'ilmi fadhkur akbar an-ni'ami. Wa ba'du man yuridillahu al-'azim bihi khairan yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam. Kwa hivyo yule ambaye kwamba Allah yumtakia khairi anamfahamisha katika dini. Na dini utaifahamu vipi? Mtume asema innamal ilmu bitaallum, ni kujifunza. Kadhalika pia mmoja asema ta'allam fa innal ilma azyanu bil fata min al hullati al hasna'i 'inda at-takallumi, wala khaira fi man raha laysa bi'alimin basirin bima yati wala mutaallimi. Na pia mwingine asema تفقه فإن الفقه أعظم قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. Kwa hivyo haya tumeyataja maneno haya na baadhi ya biati hizi zaelekeza na kule kuonesha umuhimu wa fiqhi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab asema tafaqahu qabla an tusawwadu, someni vijana kabla mjakuwa mabwana, hamjakuwa wazee, hamjakuwa watu wazima. Someni, tafuteni elimu ilhali ya kuwa ni wachanga na bado ni wadogo kama umri tuliopo nao. Maudhui ni maudhui ya tahara, sifatu ghusli aljanaba, sifa ya josho la janaba. Jinsi gani mtume wetu ambaye kwamba ndiye kudwa, kiongozi wetu,
laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Jinsi gani mtume alikuwa akioga josho la janaba, jinsi gani mtume aliwafundisha masahaba wake na kuwafundisha umma wake kwa ujumla jinsi ya kuoga josho la janaba. Kwa hivyo maudhui ni maudhui gani? Maudhui ya tahara, usafi. Dini yetu ya Kiislamu ni dini ya usafi, dini ya tahara. Na tahara ni sehemu katika nini? Katika imani, nisfu ya imani, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Kwa hivyo ni mambo muhimu sana. Mtu anaweza kuona kuwa mambo madogo madogo, mambo ya kawaida, lakini ni mambo muhimu, na wengi katika Uislamu hawayatambui mambo haya. Mmoja katika fuqaha aliulizwa kuhusiana na mlango huu wa tahara. Nadhani kitabu chochote cha fiqh ukikifungua, mlango wa kwanza huwa ni mlango gani? Kitabu chochote, mfano kichukua Bulughul Maram, kitabu chochote katika vitabu vya fiqh, chukua Manhajus Salikin na vitabu vingine vya fiqh, ukifungua mlango wa kwanza huwa ni mlango gani? Babish. Naam, hamjui? Bab at-tahara, bab at-tahara au kitab at-tahara. Tumeelewana? Asa uliulizwa mmoja katika fuqaha, limadha ju'ila bab al-jihad fi akhiri kutubi al-fiqh? Kwa nini mlango wa jihad katika vitabu vya fiqh huwa ni katika yale milango ya mwisho mwisho, si ndio hivyo? Mlango wa kwanza tumesema tahara ukifungua katika vitabu vya fiqh, na ukiangalia milango ya mwisho mwisho utapata ni al-jihad, imara, milango kama hayo, milango yenye kufungamana na jihad, uongozi. Akaulizwa kwa nini yani jambo liko hivi, akasema huyu mwanachuoni na faqihi huyu, likay la yatakallam fi al-jihad man la yuhsinu at-tahara. Mlango wa jihad mara nyingi utapata ni milango ya mwisho mwisho katika vitabu vya fiqh, na mlango wa kwanza ni mlango wa nini? Tahara, udhu, ghusl janaba, tayammum na maelezo kama haya. Kwa nini? Akasema ili asiongee katika jambo la jihadi yule ambaye kwamba hajui kujitaharisha. Yaani mtu hajui kutawadha, hajui kuswali, hajui kufunga, hajui kuoga janaba, lakini mstari wa mbele katika mlango wa jihadi anza kuongea. Sasa kwa nini jambo limekuwa hivi? Ili asiongee mtu kama huyu ambaye kwamba hajui kujitaharisha akaongea katika jambo kubwa, jambo ambalo kwamba lafungamana na roho za watu na damu za Uislamu, mlango wa jihadi, kama anaofanya makhawariji. Na Mtume alielezea hili katika hadithi ya Ruwaybidha kuwa katika zama za mwisho wayantiqu fiha ar-Ruwaybidha, ataongea Ruwaybidha. Ruwaybidha Mtume akaulizwa nani? Akasema ni ar-rajulu as-safih, ama ni imru'un tafih, yani mtu mpumbavu, mtu mjinga. Yatakallamu fi amri al-amma, aongea katika jambo ambalo kwamba la wahusu umma, jambo lenye kufungamana na damu. Huo ni mlango muhimu sana. Ina maana kabla ya jihad na milango mingine yenye kufungamana na vita na uongozi, mwanzo jua haya. Mtu anapojifundisha kuogelea yuanza vipi? Enda kwa mawimbi makubwa kule, yuanza vipi? Yuanza vipi mtu kujifundisha kuogelea? Pale maji ya mguuni pale, si ndio? Alafu yoenda polepole mpaka afika katika yale maji makuu. Asa unaje mtu kujifundisha kuogelea anza maji makuu katikati pale? Sasa tapiga maglasi huo, tafariki. Asa ndio yule mwenye kuliingilia jambo la jihadi hali ya kuwa Qur'ani hajui kusoma, hajui kuswali, hajui kufunga, hajui kujitaharisha, hajui kutawadha, kama wanaofanya nani? Makhawarij. Ndio maana Mtume akiwasifia makhawarij asema ni sufahau ahlamin hudathau asnani walil khawarij ayatun mubayyanatun minha al-khuruj ala al-wali wa in adala wa mithluha al-qatl wa at-takfir muntahajan tuba liman qataluhu walladhi qatala hudathau sinnin wa fi ahlamihim safahun waqiluhum ahsanul aqwali muntahala. Tukiingia moja kwa moja katika maudhui sifatu ghusli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, sifa
ya josho la janaba la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akioga vipi? Kadhalika wa dhikru mujibati alghusli wa anwa'ihi wa ba'dhi ahkamihi, na pia kuvitaja vile vyenye kuwajibisha ghusl, yale mambo ambayo kwamba yanapompata mtu itawajibika kwake yeye kufanyaje? Kuoga josho hilo, sampuli zake na baadhi ya ahkamu zake. Taib, kabla tujasonga mbele, kaida ya kwanza katika mlango huu, wanachuoni wasema kuwa sifatul ghusli tawqifiyya. Sifatul ghusli tawqifiyya, sifa ya josho la janaba tawqifiyya, ina maana ishaekwa tayari, ishafundishwa na sheria. Kwa hivyo sheria ishatuelekeza na kutufundisha jinsi gani Muislamu anapokuwa na janaba afaa aoge, afaa kukoga. Sifatul ghusli tawqifiyya. Kwa hivyo sifa tushafundishwa tayari, na kila ibada Allah na mtume wake wametuelekeza katika sifa ya kuitekeleza ile ibada juu yake. Hii kaida ingia katika kaida kubwa ile na msingi mkubwa ambao kwamba wasema kuwa al-aslu fi al-ibadat at-tawqif. Kwa hivyo sifatul ghusli tawqifiyya, kwa hivyo ni msingi wa kwanza. Moja kwa moja tukielezea sifa hiyo ambayo kwamba mtume amefunza na kuelekeza katika kuoga janaba. Asema Sheikh rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim, Sheikh wetu mlezi Abu Abdul Bari Ahmad ibn al-Hajj al-Jazairi hafidhahullah wa ra'ah, asema rawa shaykhani fi sahihayhima an Aisha radhiyallahu anha qalat. Rawa shaykhan, ما المراد بشيخين؟ مقصودين nani مقصودي hapo? نعم، شيخ الإسلام الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. Kwa hivyo wawili hawa wampokea katika sahihi zao kutoka kwa nani? Aisha radhiyallahu anha, mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, tasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ghatasala min aljanaba, Mtume alikuwa akioga kutokamana na janaba, lile josho la janaba. Rubbama iktasala awwal al-layli wa rubbama iktasala akhirahu, ina maana wakati mwingine alikuwa akioga mwanzo wa usiku na wakati mwingine alikuwa akichelewesha lile josho lake mpaka mwisho wa usiku. Kwa hivyo jambo ni jaiz, ina maana mtu ana khiari kuoga pale pale baada ya lile janaba kumpata, ama akalichelewesha mpaka mwisho usiku akalala, alafu akaamka kabla ya swala alfajiri akaoga. Yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya, na ionyesha aljawaz, kuwa yaruhusiwa. Wa kana yudrikuhu alfajr, na wakati mwingine ilikuwa ikimdiriki alfajiri. Wa huwa junubun, hali yakuwa ni mwenye janaba. Wa huwa junubun, hali yakuwa ni mwenye janaba. Min ahlihi, na lile janaba amelipata kwa ajili gani? Min ahlihi, ina maana kutokamana na nani? Na wakeze, jimaa. Hii hadithi na riwaya nyingine, nani ajua riwaya nyingine? In kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min jima'in ghairi ihtilam, wakati mwingine Mtume alikuwa ikimdiriki alfajiri hali ya kuwa ana janaba, na janaba lili min jima'in ghairi ihtilam au ghairi hulum. Asa Mtume alikuwa akipatikana na janaba kutokamana na wakeze, wala si hulum. Sababu gani? Alhulum min ash-shaytan, na Mtume hizi kurubiwa na nani? Na shetani. Hizi ndoto ambazo kwamba vijana waota huwa hasa wanapobalighi kutokamana na shetani. Sasa Mtume hizi kurubiwa na shetani, haizi kupata ndoto kama hizi, na maana janaba lake Mtume alikuwa likitokamana na nani? Na wakeze, likitokamana na wakeze, jimaa. Thumma yaghtasilu wa yasumu, ina maana hii hadithi yaonyesha Mtume alikuwa akilichelewesha lile josho, ina maana karibia na nini? Na alfajiri, akioga akiendelea kufunga. Faida gani tupata hapa? Hapa tupata kuwa janaba halizuii nini? Halizuii saumu. Elewana, janaba halizuii nini? Saumu.
Ina maana masharti ya kufunga si lazima mtu awe tahara kutokana na janaba. Hata akiwa na janaba ile saumu yawajibika, na anapofunga ile saumu inakuwa ni sahihi kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hukumu hii pia unganishwa mwanamke ambaye kwamba imekatika ile damu yake ya ada, alafu akachelewesha ile josho mpaka ikiingia alfajiri wakati wa saumu, lazima afunge pale, na akifunga saumu yake ni sahihi. Kule kutokuoga kwake hakumzuie kutokana na nini na kufunga na saumu yake kusihi. Al-Hakami rahimahullah katika As-Subul Sawiya asema kadha yajuzu al-ghuslu litabarrudi wa kadha tamadmudun wala yasdaridi waliyaqtasil man junuban qad asbaha thumma liyasum bidha al-hadithi afsaha waliyaqtasil man junuban qad asbaha thumma liyasum bidha al-hadithi afsaha. Kwa hivyo Mtume wakati mwingine josho alikuwa akilichelewesha mpaka alfajiri, ule wakati wa funga, akioga akiendelea kufunga na pia akiingia katika swala. Na Mtume alikuwa akioga kadhalika, wa yaghsilu fil qadahi wa huwa alfaraqu. Mtume alikuwa akioga katika chombo ili tuseme kama vile kutumia mabeseni, kutumia mabakuli yale makubwa, wa huwa alfaraq. Kadhalika kamiyatul ma, kile kiwango cha maji Mtume alikuwa akitumia, ilikuwa akitumia kiwango gani? Naam, akitumia saa ngapi? Saa 3, vibaba vitatu, ndio hivyo. Takriban makofi mangapi? Makofi 12 ya maji. Maana saa moja ni makofi mangapi? Ni mudi ngapi? 4. Na ikiwa ni 3 itakuwa ni 12. Kwa hivyo ndio maji ya Mtume sallallahu alaihi alikuwa akitumia. Mtume alikuwa hatumii maji mingi, la, ilikuwa akifanya iktisadi katika maji, wala ilikuwa hafanyi israfu. Kwa hivyo mtu anapooga ama anapotawadha achunge jambo la israfu. Nadhani leka achunge jambo la israfu, ahifadhi maji na kule kuchunga maji. Wakana yabda biyaminihi wa yusammi Allah ta'ala. Kwa hivyo Mtume alikuwa akianza kwa mkono wake wa kulia, alafu akimtaja Allah akisema bismillah, at-tasmiyah. Kwa hivyo Mtume alikuwa akianza biyaminihi wa yusammi Allah ta'ala, wa kana yaghsilu yadihi marratayn au thalathan qabla an yudkhila yadahu fil ina'i. Ilikuwa akiosha mikono yake mara ngapi? Mara 2 ama mara 3 kabla ya kuingiza katika chombo. Baadhi wanachuoni wasema kule kuosha mikono yake mara 2 ama mara 3 kabla ya kuyatia katika chombo ni kwa ajili ya kule kutoka katika nini? Katika usingizi. Ile hadithi imekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa anaponyanyuka mmoja wenu kutokana na usingizi akataka kutawadha, asitie mikono yake ndani ya chombo kile cha maji, alwadhu, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, maana mmoja wenu hajui ni wapi mikono yake ilipolalia, ilipogusa, imegusa sehemu gani alipokuwa katika usingizi. Maana ilikuwa hajielewi na fikra zake haziko pale na akili yake haipo pale. Kwa hivyo Mtume alikuwa akiosha mikono yake mara ngapi? Mara 3 kabla ya kuyatia katika chombo na katika maji yale. Wakana yufrigu biyaminihi ala shimali, alafu akichukua maji mkono wa kulia akiweka katika nini? Kimwaga katika mkono wa kushoto. Thumma yaghsilu farjahu, alafu akiosha tupu yake kwa ajili ya kuondoa ule uchafu ambao kwamba umepatikana kutokana na ile athari ya nini? Ya jimaa, kile kilichoganda pale kutokana na athari ya jimaa, akisafisha na kiondoa, ina maana safisha farji yake. Thumma qala biyadihi al-ardha, thumma daraba biyadihi al-ardha, baada ya kusafisha ile tupu yake apiga kwa mikono yake miwili nini? Ardhi, au kwa mkono wake ule ardhi, ule mkono ambao kwamba alitumia kufanyaje? Tumia kuosha katika farji yake, mkono wa kushoto apiga katika ardhi. Alafu akishapiga, ina maana akishaweka katika ardhi, famasahaha biturabi thumma ghasalaha, au futa na mchanga, alafu yafanyaje? Uosha. Na hiyo inaonyesha ukamilifu wa nini? Ukamilifu wa tahara. Wanachuoni wasema ili mtu aweze kutumia sabuni, maana malengo kule kuweka mkono wake katika ardhi na kuanza kuusugua na kufuta ardhi, malengo ni kusafisha ule mkono wake, na ili ile tahara katika mkono wake itimie. Kwa hiyo kuna kile ambacho kwamba chaweza kutumika kando na nini? Kando na mchanga,
Kama ile utapata vyoo vimejengewa vina tiles chini, hamna mchanga. Ama kama ni ukuta kama ule pakwa rangi, hauna mchanga wala hauna vumbi. Sasa katika hali kama ile aruhusiwa kutumia sabuni. Thumma ghasalaha, alafu anauosha mkono wake. Wa fi riwaya, na katika riwaya, fadalakaha dalkan shadida, ina maana mkono wake kuusugua kisawasawa. Fadalakaha dalkan shadida, kwa hivyo mtume alikuwa akiyasugua kisawasawa. Thumma tamadmada wastanshaqa, fanya tamadmud nini? Kutia maji katika mdomo na kusukutua, alafu kutia katika pua na kutoa. Thumma yatawaddau wudhu'ahu lisalati ghaira rijlihi, kisha atatawadha ule udhu wake kwa ajili ya swala. Ina maana kama vile anavyotawadha mtume kwa ajili ya swala, pia katika nafasi kama hii atafanyaje? Atatawadha. Kwa hivyo hapa kabla hajaanza kuoga, si ndio? Fanyaje? Atawadha. Kwa hivyo ni sunna kabla ya mtu kuanza kuoga josho kufanyaje? Kutawadha. Na hili josho ambalo kwamba tulielezea hapa, maana majosho yamegawanyika mara mbili. Yani josho la janaba, kule kukoga kwa ajili ya janaba, kumegawanyika mara ngapi? Mara mbili. Kuna al-ghuslu al-kamil, ndio hii kuanza na udhu, na kuna al-ghuslu al-mujzi'u, na kuna lile josho la kutosheleza, ni mtu kutia nia na kueneza mwili wake mzima kwa maji, kueneza maji katika mwili mzima. Hizi zote ni sifa mbili ambazo kwamba mtume amefundisha. Wakati mwingine ilikuwa mtume akioga hivi, na mara nyingi, na pia wakati mwingine mtume alikuwa akitia nia alafu akijimwagia maji mwili mzima. Nadhani ileweka pamoja na nini? Pamoja na nia. Innamal a'malu binniyat, maana huku kuoga ni amal, ni ibada. Kwa hivyo lazima kuwe na nini? Lazima kuwe na nia. Ndio maana wanachuoni wasema kuwa ikitokea mtu ana janaba, ana janaba, alafu akaenda baharini akajitumbukiza kwa nia na kwa lengo la kuliondoa lile janaba, ina maana kishajitumbukiza, akijitoa lile janaba lipo ama halipo? Lile janaba itakuwa halipo, ina maana lile janaba lishafanyaje? Lishaondoka. Asa ghuslu hii inaitwa al-ghuslu al-mujzi'u. Adhani ileweka. Lakini ikitokea ana janaba, ameenda zake mazoezi baharini pale Mkomani asubuhi, akaenda akajitumbukiza moja kwa moja kwa lengo la nini? Kwa malengo ya kuogelea, pasipo na kunuia kuliondoa lile janaba. Janaba lake litakuwepo ama itakuwa limeondoka? Lipo ama limeondoka? Lipo. Kwa nini bado lipo? Sababu nia, hakunuia yeye kufanyaje? Kuliondoa janaba. Ama labda na janaba ankusa sabuni, atoke enda zake dukani kwenda kununua sabuni. Alipofika katikati ya njia, mvua imeanza kunyesha. Mvua ikamnyeshea mwili mzima kuanzia juu mpaka chini katika unyayo, kuanzia juu mpaka chini katika nini? Katika unyayo wake. Ameoga huyu, si ndio? Na maji ya mvua, lakini hakutia nia, sio? Mtumeelewana? Kwa hivyo janaba lake liko pale pale. Sababu gani? Amekusania innamal a'malu binniyat. Twenda pamoja mpaka hapo? Naam. Kwa hivyo mtume alikuwa akitawadha ule udhu wa swala, lakini akifika katika miguu ayaacha miguu. Akifika katika miguu, ile miguu yafanyaje? Yaacha, atakuja kuyaosha baadaye. Kwa hivyo ni moja katika zile sifa za nini? Za kuoga josho la janaba. Unapofika katika miguu, ile miguu yaacha, alafu utakuja kuyaosha unapomaliza. Na kuna sifa nyingine ya pili, ni kutawadha mpaka miguu yako yaosha. Kutawadha mpaka nini? Mpaka kuyaosha ile miguu yako kabisa kabisa, wafanyaje? Wamaliza. Kwa hivyo wakati mwingine mtume alikuwa akiosha miguu yake mwisho baada ya kumaliza kuoga, na wakati mwingine alikuwa akiosha pale pale mwanzo anapoanza kutawadha. Nadhani ileweka. Naam. Hatta idha balagha ra'sahu lam yamsah. Kwa hivyo mtume akitawadha ule udhu kwa ajili ya swala, ule udhu wa swala ule katika josho lake la janaba, anapofika katika kichwa hafuti kichwa. Tumeelezewa hapa jana kuwa sunna katika kichwa mkufanyaje? Wamsahu biruusikum. Na hii ni kaida katika kila ambacho kwamba chafutwa katika sheria. Ufutwa mara ngapi? Mara moja. Wanasema kuwa
la takrar fil mamsuhati au almamsuhu marra, kila kinachofutwa katika sheria hufutwa mara ngapi? Mara moja, ila bidalili. Lakini sasa katika udhu huu wa janaba, Mtume alikuwa akifua katika kichwa, alikuwa hafuti mara moja, ilikuwa hafuti kabisa. Yafanyaje? Thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri fayukhallilu bihi usula sha'rihi, akifika katika kichwa akichukua maji alafu akitia vidole vyake katika asli ya nywele zake, katika ngozi huko. Ina maana tia maji, chukua maji yale yatia pamoja na vile vidole vyake, kufanyaje? Kuvitia katika asli ya nywele zake katika ngozi, mpaka ahisi ule ubaridi katika nini, ahisi ule ubaridi wa maji katika ngozi yake na utosi wake. Muelewa? Lakini wa kana yabda'u bishiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar, na Mtume alikuwa akianza upande wa kulia katika kichwa chake. Sunna at-tayammum, si ndio? Hadithi yasemaje? Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu mastata'a fi sha'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuqaddamu al-yumna li takrimin wa tazyinin wa yusrana li fi'lin dani wa'mal bi ahadi al-hadithi fa innahu in sahha maqbulun ma'a al-idhani wa da'i al-qiyasa idha yusadimu nasana wa tarahu fawran fa huwa dhu butlani wa tuqaddamu al-yumna bi takrimin wa tazyinin wa yusrana li fi'lin dani. Kwa hivyo kulia, upande wa kulia utangulizwa katika mambo mazuri mazuri na mambo masafi na mambo yenye utukufu, kama vile kuchana waanza upande wa kulia, kuvaa waanza upande wa kulia. Kadhalika pia mtu anapooga aanze ubavu wa kulia, alafu aje kushoto na aanze juu kabla ya chini. Kwa hivyo ni kaida katika kila jambo ambalo kwamba ni tukufu, lina uzuri ndani yake. Wa tuqaddamu al-yumna bi takrimin wa tazyinin wa yusrana li fi'lin dani wa'mal bi ahadi al-hadithi fa innahu in sahha maqbulun ma'a al-idhani wa da'a al-qiyasa idha yusadimu nasana wa tarahu fawran fa huwa dhu butlani hatta idha ra'a annahu qad istabra'a hatta idha dhanna annahu qad istabra'a. Kwa hiyo Mtume afanyaje? Atia maji katika kichwa pamoja na kufanya takhlil. Takhlil yamaanisha nini? Ni kule kuingiza vidole vyake katika nini, katika asli ya nywele zake katika kichwa chake, mpaka pale atakapodhania kuwa ashatakasika. Hatta idha raa annahu hatta idha dhanna annahu qad istabra'a, mpaka atakapodhania. Na hapa kuna kaida wanachuoni wasema kuwa ghalabatu dhanni kafiyatun lil'amal. Katika matendo haya ambayo kwamba tuyafanya yatosheleza dhanna iliyoghilibu. Ghalabatu dhanni ina maana si lazima hakikishe 100%. Unapojaribu kulifanya jambo hili utaanza kujitia ule ugonjwa wa wasiwasi. Wewe uoga ukishadhania kuwa ushatakasika na maji yamefika kila mahali, intahaitu, ushamaliza, fuata shughuli zako. Limadha? Ghalabatu dhanni kafiyatun lil'amal. Dhanna iliyoghilibu yatosheleza katika nini? Katika amali, katika amali ambazo kwamba tuwazifanya, ima ni kuoga, kadhalika kufanya istinja ama istijmar. Unapoenda haja ndogo ama haja kubwa ukajisafisha, ukishadhania kuwa hapa nilipofika nishatakasika na nishasafishika, basi nenda zako. Wala usifanye takalluf, ukaanza kujikalifisha, mara ukachukua sabuni, mara sijui ukachukua nini, ukaanza utajitia wasiwasi, utaanza kujitia ugonjwa wa wasiwasi. Ghalabatu dhanni kafiyatun lil'amal. Asa Mtume anapodhania kuwa ile maji yashafika na kile kichwa chake kishatakasika, hafana ala rasihi 3 hafanati, amwaga katika nini? Katika kichwa chake makofi 3 ya maji. Wa fi riwaya 3 ghurafin biyadihi. Thumma afadha ala sa'iri jasadi, kwa hivyo ajimwagia juu, alafu amwaga sehemu nyingine iliyobakia katika mwili wake. Wa fi riwaya thumma yufidhu ala jildihi kulli, kisha ajimwagia maji katika nini? Katika mwili wake wote, katika ngozi yake yote.
Qala Sheikh hafidhahullah, wa yakfi almar'ata, yamtosheleza mwanamke ikiwa yuoga josho, tuhfi ala ra'siha 3 hathayatin thumma tufidu 'alayha alma'a fatatuhur. Kadhalika pia mtosheleza mwanamke akamwaga katika kichwa chake makofi 3 ya maji, alafu akanyunyiza maji mwili mzima, akaeneza maji katika mwili wake mzima, fatatuhur, akatahirika, kuosha kuwa msafi. Pale anapodhania kuwa nishatahirika, nishatakasika, na natarajia na kudhania kuwa maji yashafika katika kila kiungo ambacho kwamba yale maji yanastahiki kufika, basi itakuwa shataharika, iweza kuendelea na ibada zake. Mwanielewa maana ongea peke yangu jamani? Thumma yaghsilu rijlihi, kisha akishamaliza aosha miguu yake miwili. Tumesema sifa ya kwanza ni kufanya hivi, ili miguu akayachelewesha mpaka mwisho wa kumaliza kuoga akayaosha. Ama kadhalika yuweza kutawadha kabisa na kufanyaje na kuosha miguu, yote mawili yaweza kuyafanya. Kwa hivyo hapa kuosha miguu kumekuja sifa ngapi? Sifa mbili. Sifa ya kwanza ni kuchelewesha miguu mpaka mwisho alafu akayaosha, na sifa ya pili ni ule udhu ambao kwamba ataanza nao akamilishe na miguu. Qaida yasema kuwa kullu ibadatin warida ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami' wujuhiha fi awqatin mukhtalifa wa in atat ala wujuhin faf'ali jami'aha fi ghairi waqti al-awwali. إن العبادة إن تعدد وصفها ففعله بالتفريق في الأزمان لا تهملنه ليت وصفا واحدا واختاره النحرير من حراني. Kwa hivyo ibada ikija na sura zaidi ya moja, ikija na sifa zaidi ya moja, utazitumia sifa zote zile kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa hivyo sifa katika miguu kuweza kuanza kutawadha kabisa ukamaliza na miguu. Wakati mwingine unaweza kufanyaje, ukatawadha peke yake ukamaliza kuoga alafu ndio kaosha miguu. Yote mawili haya ni jaiz, maana imethibiti kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayatashahadu yafanyaje? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Naam. Wa kana la yatawadda ba'da al-ghusl min al-janaba, na Mtume alikuwa atawadhi baada ya kumaliza kuoga janaba. Nani za kutajia sababu kwa nini Mtume alikuwa atawadhi baada ya kumaliza kuoga? Tumesema kuoga mara ngapi? Mara mbili. Kuna kule kutawadha mwanzo. Kwa hivyo sunna Mtume alikuwa kitawadha mwanzo, kwa hivyo akimaliza hatawadhi. Baik, je, vipi ikiwa ataoga al-ghuslu al-mujzi'u? Al-ghuslu al-mujzi tumesema ni lipi? Ad-durumi. Ni mtu kutiania alafu kujienezea maji mwili mzima, hajatawadha hapo. Je, yapendekezwa kwa yeye kutawadha sababu hakutawadha mwanzo? Mtume alikuwa atawadhi, ima ni ghuslu al-kamil ama ni al-mujzi, alikuwa hatawadhi baada ya hapo. Sababu al-janaba ni al-hadathu al-akbar. Ikiwa hadathi kubwa ishaondoka, je, ndogo itabaki? La faidata lilwudhui idha zala alhadathu alakbar falhadathu alasghar min babi aula. Ikiwa hadathi kubwa ishaondoka, je, ndogo itabakia? Kwa hivyo hamna sunna kutawadha baada ya kuoga, ima utawadhi mwanzo alafu ujimwagie maji mwili mzima uoge, ama kama utafanya almujzi'u, alghuslu almujzi'u, lile janaba linapoondoka ambalo kwamba ni hadathi kubwa, basi hadathi ndogo min babi aula haiwezi kubakia katika hali kama ile. Mwanielewa? Ndio maana Mtume alikuwa hatawadhi baada ya hapo. Kwa hivyo hamna faida kutawadha. Alafu kadhalika sunna kutawadha ni mwanzo, unapochelewesha mpaka mwisho itakuwa ni sunnatun fata mahalluha, ni sunna ambayo kwamba ishapita sehemu yake, wala huwezi kuirudia tena. Sababu gani? Sehemu yake ni kabla ya nini? Kabla kuanza kujimwagia maji mwili mzima. Wanaelewa? Thumma yunashifu jasada, alafu alikuwa akimaliza ilikuwa akikausha mwili wake. Wa kana lahu hirqatun yatanashafu biha ba'da alwudhu'i, na Mtume alikuwa na kitambara maalum ambacho kwamba alikuwa akijikaushia maji baada ya kutawadha.
Taratan mtume alikuwa akitumia kitambara, na wakati mwingine kama ilivyokuja katika baadhi ya ahadithi kutoka kwa wake zake, mmoja katika wakezi baada ya mtume kuoga ama kutawadha alimletea kitambara, mtume akasema ana haja, akabakisha vile vile yale maji, akabakisha yale maji vile yalivyokuwa. Maana pia yale maji kubakia kuna ajiri, na yale maji yakidondoka yanadondoka na nini? Yadondoka na madhambi. Na hapa kuna kaida wanachuoni wasema kuwa kullu ma kana nashian ala taa fayustahabbu ibqa'uhu, jambo lolote ambalo kwamba limetokamana na ibada, ni athari ya ibada, fayustahabbu ibqa'uhu, yapendekezwa lile jambo uliwache. Maana ile athari kile unapoiacha wapata ajiri. Tuelewana? Ndio maana shahidi kama atakapokuja kuelezea wazikwa vile vile na madamu yake, si ndio? Ili athari ile ibada ya jihadi yabakia pale pale. Muhrim kadhalika pia vile vile, wala hatowekwa yale manukato. Nadhani leka. Kwa hivyo kullu ma kana nashian min at-ta'a au ala ta'a min at-ta'a fayustahabbu ibqa'uhu. Kwa hivyo yapendekezwa kuyabakisha yale maji, ukayaacha yakadondoka yenyewe. Kila yanapodondoka dondoka na nini? Yadondoka na madhambi. Lakini wakati mwingine ukiyafuta yale maji basi hamna neno. Maana kuna wengine huwa hawawezi kustahimili yale maji yakibakia, labda za kuwasikia kuwashwashwa na kutekerenywa yale maji yakibakia. Kwa hivyo si vibaya akachukua kitambara akayakausha yale maji kama alivyokuwa akifanya mtume wakati mwingine. Kwa hivyo hivi ndio mtume alivyokuwa akioga. Nadhani imeleka. Kwa hivyo si kitu kigumu hivyo mtu kujua jinsi gani mtume alivyokuwa akioga josho la janaba. Tumesema al-ghuslu ghuslani, si ndio? Josho lipo mara ngapi? Mara mbili. Sampuli ya kwanza ni al-ghuslu kamil, ndio hii tumeelezea, kuanza na kutawadha mpaka mwisho. Na sampuli ya pili tumesema ni al-ghuslu al-mujzi'u, ni lile josho la kufanyaje, la kutosheleza. Si kwa utaratibu huu. Utaratibu gani? Watia nia, na nia sehemu yake ni wapi? Nia sehemu yake ni moyoni. Si tutie nia wenzi na waitu na waitu, la, huu ni uzushi huu. Amma mahalluha fa qalbun nawi fi ghairi mawdi'in bila munawi, kama anavyosema al-Imam Abu Bakr al-Ahda al-Shafi'i rahimahullah katika al-Qawaid al-Fiqhiyya. Amma mahalluha fa qalbu an-nawi fi ghairi mawdi'in bila munawi, wal qasdu 'inda muhaqqiqina tabi'un lil-'ilmi fahdhar nutqahu bilisani. Kwa hivyo nia tatia moyoni, ule kujua kwa utaenda kuoga na kuazimia, basi ushatia nia. Man alima faqad nawa. Limadha? an-niyya tatba'u al-ilma, nia inafata elimu. Ule kujua kuwa baadaye utaenda kufanya jambo fulani, nina janaba sasa, lakini sasa hivi nitaenda zangu kuoga, si ndio? Nia ile itakuwa shaika. Kwa hivyo ina haja na waitu na waitu na waitu, utaanza kufungua mlango wa wasiwasi. Nadhani imeleka. Kwa hivyo josho sampuli ya pili ni al-ghuslu al-mujzi'u, josho lenye kutosheleza. Yani ina maana ukioga vile ushajitosheleza, uweza kuendelea na ibada zako.